Kwa majina naitwa Geoffrey Mahona, ni manager mwandamizi Tanzania Benki Mwanza. Tuko hapa mkoa wa Kagera kwenye uwanja wa Kaitaba kushiriki Kagera Kahawa Marathon ambayo imeandaliwa na jukwaa la ushirika mkoa wa Kagera. Tanzania kama taasisi tunaamini kilimo ni pamoja na afya. Bila afya hakuna kilimo. Kwa hiyo kilimo chenye tija kinaendana na afya. Kwa hiyo sisi kama wadau kwenye sekta ya kilimo tunahamasisha watu kujenga afya ili kuwa na utimamu wa kiakili na kimwili ili kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo tunahamasisha makundi tofauti tofauti ya wadau wa sekta ili waweze kushiriki kwenye shughuli za uzalishaji kwa ajili ya kuongeza uchumi wa familia na kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tuko hapa kimsingi kuhakikisha kwamba hakuna mkulima anayeachwa nyuma. Na Tanzania tumejipanga, tuko vizuri. Ni mara yetu ya kwanza kushiriki mkoa wa Kagera kwenye maonesho kama haya. Na kweli kama taasisi tumejizatiti vizuri kuhakikisha tunapeleka neema njema kwa wakulima ili waweze kujikwamua kiuchumi na hatimaye kukuza uchumi wa familia, mkoa na taifa kwa ujumla. Tunazo fursa nyingi ambazo mkulima anaweza akazipata kupitia taasisi ya Tanzania Benki katika kutambua jitihada za serikali kuyafikia makundi maalum yaliyoko kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Tanzania Benki tumekuja na bidhaa na huduma ambazo ni rafiki kabisa zinazogusa haya makundi. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumejipanga kuyafikia makundi kupitia kwenye vyama vya ushirika, makampuni, lakini na watu binafsi. Hayo ni makundi ambayo tumejizatiti kuyafikia kama taasisi, lakini ziko bidhaa ambazo ni rafiki ambazo mdau aliyeko kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo anaweza akapata. Tunazo bidhaa ambazo zinalenga makundi. Mfano, tuna mikopo rafiki kabisa ambayo ni ya gharama nafuu. Anaweza kaipata mkulima kwa ajili ya kusaidia kwenye maeneo tofauti. Kwa mfano, serikali inahimiza uzalishaji wenye tija. Na uzalishaji wenye tija unaendana na vitendea kazi vyenye kuleta ufanisi. Mfano, vitu kama matrekta, unaona mbele yetu tumeleta trekta hilo ili wakulima waweze kuona kwamba wanaweza kupata pia matrekta kupitia Tanzania Benki kama moja ya mitambo ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kuongeza ufanisi kwenye uzalishaji. Lakini ziko fursa pia za uwekezaji kwenye viwanda. Mfano, kuna viwanda vya kuchakata kahawa, viwanda kwa ajili ya kutengeneza vifungashio. Hizo ni baadhi ya huduma ambazo tunazitoa kwa ajili ya wadau walioko kwenye uzalishaji na walioko kwenye uchakataji. Wapo pia ambao wanajishughulisha kuuza pembejeo, madawa, mbolea na vitu vingine ambavyo vinahusika kwenye mchakato mzima wa uzalishaji nao. Hao nao pia ni wadau muhimu ambao tunawapa hizo huduma. Kwa hiyo fursa ziko fursa nyingi. Mikopo pia ipo mingi kulingana na kundi husika kama nilivyosema, kama ni kupitia hizo AMCOS kwa maana vyama vya ushirika, kupitia pia kampuni binafsi, kupitia mtu binafsi ambaye ana uwezo anaweza kupata hizo huduma. Lakini ukiachana na hayo mambo, tuna akaunti maalum kwa ajili ya wakulima. Akaunti hiyo ina masharti nafuu sana kuliko akaunti zote kwa sababu imemlenga mkulima. Kwanza, ufunguaji wake ni rafiki sana, hahitaji kuwa na salio. Uendeshaji kwa mwezi haina makato. Ni akaunti ambayo ni rafiki kwa kila mtu. Lakini akaunti hii ina sifa ya kipekee. Inamuunganisha mkulima kuweza kufanya miamala kwa njia ya kidijitali. Anaweza kupata huduma kwa njia ya simu, anaweza kupata huduma kwa njia ya wakala. Kwa hiyo hahitaji uwepo wa tawi la benki pale alipo. Awe ni kijijini, awe wapi, anaweza kufanya miamala akiwa amerelax kabisa. Kwa hiyo
tumejiandaa kuhakikisha kwamba mkulima hakuna anayebaki nyuma, wote wanafika nchi ya ahadi. Jambo lingine, tuna kaunti maalum kwa ajili ya akina mama. Akina mama tumekuja na bidhaa ambayo tunaita mwanamke hodari. Hii akaunti ina masharti nafuu sana. Ufunguaji wake ni rafiki sana. Hata hapo ukiangalia kwenye hivi viwanja tunatoa huduma za kibenki. Kwa hiyo unachohitajika ni kuja na kitambulisho chako, tunakufungulia akaunti hapa, uhitaji kuwa na data. Ukishafunguliwa akaunti unaunganishwa kwenye ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo unaweza kupata huduma rafiki. Akaunti ya kina mama ni rafiki kwa kina mama kwa sababu ufunguaji wake ni nafuu sana. Uendeshaji wake pia ni nafuu sana. Haina makato ya mwezi. Anapokwenda kuchukua hela zake kwenye dirisha letu la taasisi hakatwi pia. Alafu ni akaunti ambayo kina mama wajasiriamali wanaweza kupata mkopo kwa gharama nafuu kuliko mikopo yote, kwa sababu lengo ni kumnyanyua mwanamke kwenye uchumi, na tunasema mwanamke ni nguzo ya familia kwenye ngazi ya familia. Kwa hiyo tumelenga kuhakikisha kwamba kina mama pia wanakuwa mstari wa mbele kwa maana ya kutengeneza ukwasi kwenye ngazi ya familia. Kwa hiyo hii akaunti ni maalum kwa ajili ya kina mama, na nitoe wito kwa kina mama walioko hapa na kina mama wa mkoa wa Kagera na maeneo yake yote yaliyoko karibu. Tunawakaribisha sana Azania ili waweze kushiriki nasi, lakini waweze kupata fursa mbalimbali ambazo tunazitoa. Lakini ukiacha hilo, tunatoa pia huduma za kiushauri. Kwa sababu utoaji wa mikopo, uwekezaji unahitaji kwenda sambamba na ushauri. Kwa hiyo tunatoa ushauri namna ya kuanzisha biashara, namna ya kusimamia na kuipanga biashara, lakini tunatoa pia elimu ya fedha. Elimu ya fedha kwa maana namna ya kuitafuta fedha yenyewe, lakini pia namna ya kuitumia. Kwa hiyo pale mkulima tunamjengea uwezo wa kutengeneza mipango. Kipato chake anachokipata namna gani anaweza kukitumia kikawa endelevu, kwa sababu kulima ni kitu kingine na kupata ni kitu kingine, lakini kuwa na uendelevu wa kile ulichokipata ni kitu kingine. Kwa hiyo Tanzania tumekuja na hayo mambo kuhakikisha kwamba hawa wakulima hakuna anayebaki nyuma. Narudia tena, hakuna anayebaki nyuma. Wote tunataka kuhakikisha kwamba wanakuwa na kilimo endelevu, sustainable agriculture development. Kwa hiyo wawe na kilimo ambacho kiniendelevu, wasiishie kulima na kupata. Serikali imekuja na utaratibu kwamba wa kubadilisha kilimo kutoka cha kujikimu kuwa kilimo cha biashara. Kwa hiyo ni kilimo biashara. Kutoka sasa kwenye kilimo biashara, Tanzania tumeingia hapo kati. Tunataka kwamba hiki kilimo kitoke kwenye kujikimu kiwe ni kilimo cha biashara ambacho ni endelevu, kwa maana kwamba kinamjengea uwezo mkulima wa kifedha, uwezo wa kutengeneza uhuru wa kifedha, awe na uwezo wa kwenda mbele, lakini pia uzao wake uweze kurithi